Na mzozo wa Gaza unazidi kuchukua sura mpya kwa kadri siku zinavyozidi kwenda, na hii ni kutokana na kwamba zipo jitihada kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikichukuliwa na zinaendelea kuchukuliwa kila siku ili kuhakikisha kwamba eneo hilo linakuwa na amani kwa mustakabali mzima wa Mashariki ya Kati. Gumzo la hivi sasa ni mpango ambao umewekwa hadharani duniani na Rais wa Marekani Donald Trump, akisema kwamba anaungwa mkono pamoja na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na mataifa mengine ya Kiislamu na ya Kiarabu. Katika mpango huo wa vipengele 20, tuangalie vichache kama ambavyo umeanza kuvishuhudia hapo. Kwanza inaongelewa swala la kusitishwa kwa vita hivyo mara moja vilivyodumu kwa miaka miwili, lakini pia kuondoka kwa baadhi ya vikosi vya Israel, tutakuja kuona hapo baadaye kwa undani wake. Hamas wakawa wanatakiwa katika mpango huu kuachia huru mateka wote wa Israel walio hai na waliokufa ndani ya saa 72. Israel inatakiwa pia kuachia huru mamia ya wafungwa wa Kipalestina, lakini Hamas kwa maneno kundi la kule Palestina likitakiwa kusalimisha silaha na kutokuwa sehemu ya utawala wa Gaza. Maeneo mengine ni kwamba wana Hamas ambao watakubali kusalimisha silaha watasamehewa, na wale ambao wanataka kuondoka kwa maana wakiridhia mpango huo watasindikizwa ama kuongozwa kwenda kwenye nchi za uhamishoni. Watu hawatalazimishwa tena kuondoka Gaza kwa nguvu, ila tu iwe ni hiari yao wao wenyewe. Itaundwa serikali ya muda kuiongoza Gaza kwa uangalizi wa bodi ya amani, na Marekani ikabainisha kwamba yenyewe pamoja na nchi za Kiarabu wataunda kikosi cha kimataifa cha ISF chenye jukumu la usalama wa ndani wa Palestina. Mbali na hilo, vikosi vya ulinzi vya Israel ambavyo tulivitaja pale mwanzo kwa maana IDF vitaondoka kwa hatua na kwa muda uliowekwa. Haya ni machache kati ya mengi ambayo yanaguswa katika vipengele 20 vinavyoongelea amani ya kule Gaza. Trump, Netanyahu wakisema kwamba ni mambo ambayo wameona yana msingi na wakiwa wanaungwa mkono na nchi za Kiarabu pamoja na za Kiislamu ambazo Trump alikuwa na vikao nao nje ya ule mkutano wa UNGA kule nchini Marekani. Sasa mjadala wetu katika Chekeche utajikita katika vipengele hivyo 20 na namna ambavyo vinaenda kutengeneza hiyo amani inayotarajiwa na mustakabali wa Mashariki ya Kati. Mimi ni Raymond Nyamwihula, karibu sana katika Chekeche. Leo hii tunaye Ibrahim Rabi, yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye tutapita naye katika baadhi ya maeneo. Rabi, karibu sana. Shukrani bwana. Awali tulimshuhudia Trump akitoa kwanza siku 4 kwa Hamas wakubaliana na mpango, baadaye akaongeza siku 2 mpaka Jumapili akisema kwamba wamekubaliana na mpango, bila hivyo wakishindwa wataishia pabaya. Lakini tunaambiwa kuna taarifa mpya kuhusu Hamas. Wamesema nini juu ya mpango huu? Bila shaka ni vyombo vya habari kadhaa vimeripoti kwa Hamas kusema kuwa wametoa jibu chanya. Chanya ni ile positive. Wamekubaliana na mpango huu. Mpango huu ambao awali ulikuwa na utata mwingi. Ndio. Wachambuzi wengi duniani walikuwa na hoji aina ya vifungu. Ilionekana kama vifungu vingi vilivyokuwa katika mpango huu vimekuwa upande wa Israeli na vikitetea sana Israeli, havikuwa na faida kubwa sana. Na ni mpango ambao unaweza kusema waziri mkuu wakati anatoka Marekani Netanyahu na kwenda Israeli alitamba nao sana, na akizungumza kwa kuongea na Waisraeli kwa lugha ya Kihebro alijisifia kwa mpango huu akisema kuwa tumepata vikubwa, kwa sababu katika mpango huu hakuna sehemu ambayo ilikuwa imetaja IDF wataondoka lini, lakini akasifia kuwa katika mpango huu hakuna kitu kinaitwa Palestina itakuwepo katika mpango. Kwa hiyo alijisifia sana kwa mpango huu. Kwa hiyo baada ya majibu ya Hamas ambayo Trump baada ya majibu hayo na taarifa iliyotolewa na Trump ni kuiagiza Israeli sasa kuacha kushambulia Gaza na kusitisha mabomu yao. Tumeona taarifa za ndani za Israeli zinamtaja mkuu wa majeshi ya Israeli Eyal Zamir akitoa maagizo kwa vikosi vyao vilivyo Gaza kama kustop, na hii ni kutoka usiku kuwa mashambulizi yalikuwa yamepungua, na hii ni kutokana na agizo la Trump. Lakini upande wa pili tunaona sasa kama kuna vurugu imeanza upande wa serikali ya mrengo wa kulia Israeli, na taarifa ambayo imetaliwa kama ofisi ya waziri mkuu wa Israeli haijapendezwa na amri ya Trump ya kusitisha mapigano. Wanasema kuwa kama majibu ya Hamas yalitoka, yalitakiwa wayafike kwao Israeli, wakae baraza la mawaziri liyapitie, lijadili kama lenyewe litaamua usitishaji, kama linakubaliana halikubaliani. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa ni kama mitego inaendelea. Huyu anamtega huyu, anamtega huyu, lakini nani anamtega nani kwa faida gani? Kila mmoja anaangalia wapi nitapata faida ya kumtega mwenzangu. Tutataka tuangalie hapo, na pengine kwa faida ya mtazamaji ni kwamba majibu ya Hamas miongoni mwa vitu ambavyo wamevigusia ni kwamba wanakubali kuachia mateka wote ambao wapo kule Gaza, kwa maana yale masharti yalikuwa yanasema wale ambao wako hai na ambao wamefariki dunia lakini miili yao bado iko chini ya Hamas. Lakini pia wapo tayari kwa kufanya mazungumzo kwa kutumia wapatanishi ili kukubaliana namna ya kutekeleza huo mpango. Wapo tayari kuachia madaraka
kupeleka huko Gaza na kuyakabidhi kwa bodi huru kama ambavyo yanapendekezwa na mengine ambayo umeagusa. Lakini tangu awali Rabi, tunaona kwamba Trump alikuwa anajinasibu kwamba huu ni mpango ambao unaenda kutengeneza amani ya milele katika eneo la Gaza na Mashariki ya Kati, na tukaona baadhi ya wadau wanaunga mkono. Mfano, ofisi ya katibu mkuu wa Umoja Mataifa iliunga mkono, baadhi ya mataifa ya Ulaya, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo naye aliunga mkono na wengineo. Sasa nini ambacho tunatakiwa tufahamu hapa kwamba kwa upana wake kila upande unanufaikaje na mpango huu ambao umeletwa mezani? Mpango huu una utata. Ukitazama yale yaliyozungumzwa ambayo baadaye baadhi ya nchi za Kiarabu na Kiislamu zilisema kuwa yalibadilishwa, sio yale tulikubaliana walivyokaa mezani, kwa sababu shutuma zilikuwa ni nyingi. Unajua, ukiachukua yote yale unaona kuwa Israeli anafaidika sana kwa yale yote. Lakini ni kweli Israeli anafaidika hata kama yakibaki hivyo yalivyo. Manake ukienda kwenye vifungu, licha ya kuwa inaonekana kama kuwa IDF wataondoka, hata vifungu vya pili havitaji ni lini. Ukitazama muda wa madarakani Trump ni miaka 3 tu iliyobaki. Na huu mpango wa Gaza ni mpango wa muda mrefu, kuijenga Gaza, kuirudisha. Itachukua miaka mingi kuijenga Gaza. Sasa IDF hawatajwi lini wataondoka, lakini inaonekana kuwa kikosi cha kimataifa kitachoundwa kitakwenda haraka zaidi Palestina. Kitu ambacho ukichukua mazungumzo ya awali inaonekana kama sio kuwa kilikuwa kinakuja mwisho. Pale walivyoanza kulalamika au upande wa pili, nimemsikia waziri wa mambo ya nje wa Pakistani anasema kuwa sio tulioyazungumza haya, sio ambayo wamekuja kuyasema. Sasa ukiona vyombo vya habari, mfano gazeti la Haaretz la Israel lichokiandika leo, ni kama Trump amefichua sasa vile vilikuwa vimejificha, ambavyo labda Netanyahu hakutaka watu wavijue. Ilikuwa ni kama vifungu ambavyo vinamkinga yeye kwa siasa ya ndani. Sasa tuchukue kuwa haya yote yalivyo yanamfaidisha sana Israeli, lakini kama yanamfaidisha Israeli yanamuumiza Netanyahu. Kuna vitu viwili tofauti hapa. Yaani makubaliano mengi ya vifungu yataipa faida kubwa Israeli kama nchi, lakini waziri mkuu kama yeye, waziri mkuu yanamuumiza. Kwa sababu kama yatatekelezwa yote yanaenda kufikia fainali ya kumaliza mzozo. Yaani tumefika mwisho, hakuna tena vita. Kama hakuna vita, tunarudi kujadili siasa ya ndani ya Israeli. Ni kitu ambacho Netanyahu anajiepusha nacho yeye na washirika wake wa mrengo wa kulia, kuwa hawataki siasa ya ndani, kwa sababu ukisikiliza kuanzia waziri aliyefukuzwa kazi wakati ule, Yoav Gallant, alikuwa waziri wa ulinzi, alizungumza kuhusu shida ya Oktoba 7 ambayo ilizuiliwa uchunguzi. Mkuu wa majeshi wakati huo alikuwa Herzi Halevi, wakati analazimishwa kujiuzulu, naye alizungumza hilo kuwa ni lazima uchunguzi wa Oktoba 7 ufanyike. Ukimsikiliza Ronen Bar aliyekuwa mkuu wa Shin Bet, wakati analazimishwa kuondoka kwenye ofisi, naye alizungumza hilo. Sasa manake karibu wote wanainyoshea kidole PMO, Prime Minister Office, kuwa hii inahusika. Netanyahu na washirika wake wa mrengo wa kulia wanazuia kwa namna yoyote uchunguzi wa Oktoba 7. Nini kilitokea? Hawataki. Sasa kama tunamaliza vita Gaza, manake tunarudi ndani tulikuwa tumezuia, hakuna kujadili siasa kwa sababu tuko vitani. Sasa hatuna vita, tunarudi ndani kujadili siasa. Ni kitu ambacho hawakitaki. Na ndio maana wanasema kuwa Trump hakuwa na mamlaka ya kuamrisha kuwa mabomu yasirushwe Gaza. Tulikuwa tunatakiwa tujadili sisi kwanza, halafu ndio tutoe taarifa. Lakini Netanyahu ana wasiwasi mmoja kuwa uamuzi wake wowote tena wa kutaka kugeuza meza utamuathiri, sio yani utamuudhi Trump, lakini washirika wa magharibi wote utawakera, kwa sababu washirika wa magharibi wanaamini kabisa kuwa haya yaliyomo katika haya makubaliano na faida kubwa kwa Israeli kama walivyokuwa wanataka wao. Ni kweli yako hivyo, lakini yanamuumiza Netanyahu. Sasa wao kama wanataka kulinda vyote kwa pamoja, wayakatae, kwa sababu kama unataka uilinde Israeli umlinde na Netanyahu, manake haya hayakubaliki. Lakini kama kweli lengo lao ni kuilinda Israeli, haya makubaliano yote yataifaidisha Israeli, lakini haya ni makubaliano ni kitanzi kwa Netanyahu. Kwa maana nchi ni manufaa, lakini mtu mmoja waziri mkuu itamuumiza Netanyahu na washirika wake wa mrengo wa kulia, kina Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich, ukimchukua waziri wa mambo ya nje Gideon Sari, ukimchukua waziri wa ulinzi Israel Katz, wote wataumia na haya makubaliano, kwa sababu ni karibu wote wana kesi za ndani. Usisahau katikati ya mzozo huu kuna kesi iliibuka ilikuwa inaitwa Qatar Gate, ambayo baadhi ya wafuasi wa Netanyahu bado wako ndani.
kesi ambayo Netanyahu ametumia nguvu sana kumfuta kazi Ronen Bar kwa sababu alikuwa ameishupalia ile kesi. Ni kesi ambayo bado iko kwenye meza ya mwanasheria wa Israel Miara, ambaye naye mpaka leo amegoma kujiuzulu. Maanake kuwa Netanyahu bado kitanzi kipo. Sasa kitendo cha kusema kuwa tunakubali, bila shaka waliamini na kujua kuwa swala la Hamas kuweka silaha chini hawatokubali. Na hicho Rabi, pengine tusaidie katika medani za siasa za kimataifa kwamba imekuwaje Hamas wamekubali kwa muda mfupi sana, hata kama hawajasema ni vipengele vyote, lakini kutoa jibu kwamba na kuonyesha mwelekeo na kutaka kukaa mezani kwa ajili ya kujadili zaidi, imetengeneza mshtuko. Imekuwaje hao jamaa, kulikoni? Mbona ghafla hivi? Hapana, kama unakumbuka hapa tuliwahi kukaa mimi na wewe tukajadili mwezi wa 5 mwaka jana, wakati Biden amesema kuwa Hamas wamekubali agizo ambalo limetoka kwa Israel. Kama unakumbuka katika lile agizo lile la bwana Biden ambalo alilipeleka, akasema huu ni mpango wa amani, hawakutoa kifungu hiki, walikibakiza vile vile kuwa lazima vikosi vya IDF vitabaki kama mnakubaliana, kwa sababu hiki ndio kilikuwa kigezo kikubwa cha Hamas, kwa wanasema makubaliano yoyote yatataka kwanza Israel iondoke. Kwa Israel wakakiacha kile kifungu kwa kuamini kuwa Hamas watakataa. Hamas walivyokaa wakachungulia, wakaona kuwa wakati wa siasa ya ndani ya Israel ilikuwa imevurugika sana, wakaona kuwa usitishaji wowote hata wa mwezi mmoja hautomwacha salama Netanyahu kwa siasa ya ndani ya Israel, hawezi kuipangua. Wakakubali. Vile vile baada ya Israel kuona vile, Netanyahu kuona kuwa Hamas wamekubali, akayakataa, akasema hatukubali. Wakaanzisha wakaivamia Rafa, kipindi hicho nakumbuka, wakaingia Rafa, ilikuwa mwezi wa 5. Sasa na haya yako hivyo kuwa mtego mgumu kabisa kwa resistance ilivyo, na mara kadhaa Hamas wamekariri, wanasema kuwa tutazungumza yote lakini hatutosalimisha silaha zetu, na wao wakatumia kifungu hicho chokuwa wekeni hiki kisiondoke. Hawa watakataa kwa hii point. Sasa na Hamas na wao wanaona kuwa kama hii meli inazama, tuzame wote. Yani ukimchukulia Netanyahu Rey alienda kwenye mkutano wa UNGA 80, alirudi Israel akiwa na point 3 kwa sababu alifanikisha yote. Chukulia viongozi karibu wote wa dunia waliokuwa wanazungumza kwenye mkutano ule wa UNGA, 80% walikuwa wanaishutumu Israeli. Gaza, Israel, Gaza, Israel. Lakini mwisho wa maamuzi Israel ilipata point 3 kwa sababu E3 nchi 3 tu zilirudisha snapback kwa Iran vikwazo, ambapo pointi zikaenda kwa Netanyahu na alirudi kutamba ndani ya Israel, sisi tumepata kikubwa kwa sababu Iran kawekewa vikwazo. Halafu hapo akarudi na mpango huu wa Trump ambao unaonekana ulikuwa upande wa Israeli. Kwa hiyo alirudi na vitu viwili vikubwa ndani ya Israeli. Dakika za mwisho, yani ni kama ingekuwa mechi ya mpira, unasema ulishinda 3-0 ugenini, sasa unacheza nyumbani kwako na mechi iko dakika 85, watu wako 3-3 na wanakushambulia. Sasa ndio kinachotokea hivi sasa, kuwa nafasi ya Netanyahu ni ngumu zaidi kwa haya kuliko mtu yoyote. Hamas kupoteza, wanapoteza pamoja, yani kuwa tunapoteza. Lakini usisahau kuwa mara kadhaa Hamas walishasema, wakathibitisha kuwa ikiwa kutaletwa mpango mahususi wa future ya watu wa Gaza na kujiamulia na kujitegemea, sisi hatuna shida na madaraka, tutaachia madaraka. Sasa walipokuwa na kuanguana ni baadhi ya vifungu vikiwemo kuwa, je, wapiganaji wa Hamas ni wengi wataondoka? Nchi watazo kwenda kuishi wanahakikishiwa usalama na nani? Na ndio maana wanasema kuwa wamekuwa wakipitia baadhi ya vitu kuwa wanataka uhakikisho wa usalama kutoka kwa Trump. Je, ni kweli Israeli hawezi kuwashambulia wakiwa nje pale watapoamua kuondoka, au wale wataobaki kwenda kwenye nchi zingine katika hivyo vifungu ambavyo vinahitaji marekebisho. Na ule mpango ndio unasema kwamba watakaotaka kuondoka wataondoka kwa hiari wanapoenda na popote watapokuwa wataishi salama. Hilo ndio wanalitaka, kwa sababu wakati Israeli imefanya mashambulizi kwa viongozi wa Hamas tarehe 9 mwezi Septemba kule Qatar, mawaziri wa Israeli waliapa kuwa popote duniani watawafuata viongozi wa Hamas. Hata waliwatishia China, kama unakumbuka mgogoro na China, kuwa wanahisi China viongozi wa Hamas wapo kule, wanatishia kuwa watawafuata kule. Kwa hiyo ilizuka sasa, wanataka hawa viongozi wa Hamas kuwa yani dhamana ya kimataifa, kuwa wanaweza wakaishi kwa amani watapokuwa duniani, nchi nyingine watapokuwa wameachana na hili. Na huu mpango, je, utawahakikishia watu wa Gaza kuwa maamuzi yao yatakuwa ya kwao? Lakini katika hili bado Israeli anafaidika. Mpango mzima hauna Palestina hauna lakini ni msumari kwa Netanyahu. Sawa. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye tumekaa naye hapa katika meza hii leo kwenye kujadili yanayojiri kwenye medani za kimataifa, na hasa mgogoro wa Gaza ambao
Nadhani kwa sasa karibia mwezi sasa tunaujadili kwa hatua mbalimbali, kuanzia kwenye mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, tukaja tukaangalia namna ambavyo baada ya baraza kilichotokea baada ya hapo, lakini awali tuliangalia ile shinikizo la mataifa mbalimbali kuitambua Palestina, na sasa kinachoangaliwa ni vile vipengele 20 ambavyo vimewekwa na Rais wa Marekani Donald Trump akisema kwamba wamekubaliana na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa kuleta amani katika eneo la Gaza. Ila kinachotokea hivi sasa ni uamuzi wa Hamas kuonekana mara moja na kwa uharaka kukubaliana na vipengele muhimu vinavyotengeneza mkataba huo. Hii maana yake ni nini? Mimi ni Raymond Nyamwihula na ndicho ambacho tunakijadili hapa. Tutarejea hivi punde katika sehemu ya pili na ya mwisho. Asante sana na karibu tena. Hii ni sehemu ya pili na ya mwisho. Tunajadili yanayojiri katika siasa na diplomasia za kimataifa, na hasa tukiweka mjadala wa Gaza ambao hivi sasa unaangaliwa ni kwa namna gani mpango mpya uliobainishwa na Rais wa Marekani Donald Trump unaenda kutekelezeka katika kutengeneza amani ya kudumu katika eneo la Gaza na Mashariki ya Kati kwa ujumla wake. Mimi ni Raymond Nyamwihula, tunaye hapa Ibrahim Rabi, mchambuzi wa siasa za kimataifa, na mwanzo tumeangalia vipengele na yale ambayo Hamas wameyajibu kwa sababu wao ndio walikuwa wanasubiri wayajibu zaidi. Sasa Rabi, pamoja na ambao umezungumza mwanzoni na uchambuzi ambao umeutoa, wapo wachambuzi ambao wanaamini kwamba ni swala la muda tu, kwamba pande zote mbili, either Israel ama Hamas, wanaweza hivi sasa wakakubaliana na haya yanayosemwa, lakini huko mbele ya safari wakaja wakakwamisha ama wakachelewesha utekelezaji wa mpango wenyewe. Wanahoja bila shaka. Kwa nini? Huu mpango Ray ni moja ya mipango, au wanasema kuwa moja ya makubaliano yenye msumari mbaya kwa serikali ya right wing, kwa sababu mzozo wa Gaza au mzozo wa Palestina unaweza kusema kuwa ni mizozo mikongwe zaidi duniani. Zaidi ya miaka 77 kumekuwa na mizozo mingi ambayo imekuwa ikiamuliwa kwa kupeleka vikosi vya kimataifa kwa ajili ya kulinda. Karibu na hapo tubaki hapo Mashariki ya Kati, utaona mzozo wa Israel na Syria ulio wa 67 mpaka 74 ilifikiwa uamuzi wa kupeleka vikosi Golan ambao vilikaa toka mwaka 74, mkataba wa mwaka 74 ambao Israeli alikuja kuvunja baada ya kuanguka serikali ya Bashar al-Assad. Mzozo wa Lebanon kuanzia ule wa mwaka 2000 na mzozo wa 2006 ulifikia uamuzi wa kupeleka vikosi vya Umoja wa Mataifa ili kutenganisha sasa hapa Palestina. Hakujawahi kuwepo na vikosi vya Umoja wa Mataifa au vikosi vyovyote kwa ajili ya kulinda ili eneo, na lengo kusudi kabisa ilikuwa ni ardhi. Sasa uamuzi wa Trump unapoenda kwenda kinyume na uzayuni kiasi, kuwa kama utapeleka vikosi vya kimataifa pale, manake kuwa unafuta ndoto ya right wing ya kuchukua eneo. Inawezekana huu mpango tunavyouona ukastop, yani unaweza ukavurugwa mapema sana na usitokee kabisa. Huu mpango unaweza hizi kauli wanasema tunakubali. Tunakubali kwa sababu hiki kilichopo katika haya makubaliano, haya ni makubaliano ya utashi, sio ya kisheria. Huu ni uamuzi uliotoka kwenye ofisi ya Trump na mapenzi yake yeye kuamua, kwa sababu mpango halisi uliokuwa unaenda kutoa suluhu ya Palestina na Israeli ni mpango ambao ulikuwa unaratibiwa na Umoja wa Mataifa, ambapo ukiangalia mkutano wa UNGA 79 uliopita mwaka jana, Ufaransa na Saudi Arabia walipewa jukumu hilo kuhakikisha kuwa wanaleta mchakato kamili. Sasa mkutano wa UNGA 80 tukaona nchi 10 takriban zimetambua Palestina. Hawa walikuwa kwenye njia sahihi, na huu ni mpango wa kisheria ambao ndio ulikuwa unaenda kutoa suluhu halisi, ambao ulikuwa Australia, Canada, Uingereza, Ufaransa, Ureno, baadhi ya nchi Luxembourg, Hispania ambao mwaka jana walitambua. Hizi ni nchi 10 ambazo zilitambua mara hii. Sasa hii njia ilikuwa ni njia sahihi ya kwenda kupata ile. Trump na washirika wenzake, tuseme kuwa labda wazayuni, wakaona kuwa tufunike hili, yani tuwapoteze maboya. Unaweza kusema kuwa kama watapita hapa watatimiza lengo, tuwalete huku kwenye mpango ambao kuwa utafuta hili. Leo hii wanatoka kwenye mkutano wa kisheria wa Umoja wa Mataifa ambao ni mkutano halisi wa kisheria, ambapo kwa maamuzi yake ni ya kisheria. Tunaenda kuchukua azimio la utashi kwenye ofisi ya Trump, mpango wa kando wa Trump ambao ndio umepigiwa chapuo kweli kweli kuwa huu ndio halisi. Tukaenda kuondoka kwenye mpango halisi kabisa ambao ndio ulikuwa unatoa suluhu. Lengo ni kuua huu ili tupite huku. Sasa huu ambao hauna ulinzi wowote wa kisheria, una mawili tu, utekelezwe uvunjwe, kwa sababu Israeli ana rekodi ya kuvunja makubaliano ya kisheria, ikiwemo hayo maazimio ya Umoja wa Mataifa. Mwaka jana
mwezi Januari mahakama ya ICJ ilitoa hukumu juu ya ukaliaji wa West Bank, ikatoa miezi 12 kwa Israeli au yameondoka West Bank. Israeli mwezi mmoja uliopita Netanyahu anaidhinisha mpango wa E1 wa ujenzi mpya wa makazi ya walowezi 1400 West Bank, ambayo lengo hasa la ujenzi huu ni kuitenganisha Jerusalem Mashariki pamoja na West Bank. Yaani tunataka tukate kabisa kuwa ukienda kwenye Oslo Accord ya 1993 inataja kuwa taifa lijalo la Wapalestina, na hata ukirudi kwenye hizi nchi ambazo zinatambua Palestina zote zinaunga mkono kuwa Palestina itaundwa kupitia mkataba wa mwaka 1000 makubaliano, yani kwenye mipaka ya mwaka 1967. Ukienda kwenye mipaka ya 1967 unarudi Jerusalem Mashariki kuwa ni mji mkuu wa huku. Sasa hawa wanaanzisha mpango wa E1 wa kufuta Jerusalem kuwa isiwe West Bank, yani Jerusalem itaungana, Jerusalem Mashariki na Magharibi itakuwa ni eneo la Israeli. Mpango huu ambao unaona upande wa pili hawachukui hatua. Sasa mpango huu wa kutambua huku ndio ulikuwa unarudisha hiki cha Jerusalem. Sasa tunafuta huu, tunaleta mpango fake kufunika hili. Ndio huu mpango fake. Mpango huu fake afu ndani yake una mitego ambayo yoyote atakayekaa vibaya atanaswa. Ni mpango ambao umemnasa Hamas mwanzo na hivi sasa unaelekea kumnasa Netanyahu. Sasa yuko tayari kukwepa kwa namna gani huu mtego? Kuwa manake kwa sasa hivi ukiangalia trap ilipoelekea imeelekea kwa Netanyahu tu, umetoka kwenye Hamas. Manake kama Hamas wameruka ule mtego, sasa mtego wamempelekea Netanyahu kuwa ukikubali umekwenda. Je, Netanyahu aukate arudi ili ashutumiwe kimataifa kuwa wewe ndio umekiuka, au Netanyahu atafute sababu kwenye vifungu ambavyo Hamas wanasema hivi rekebisho, wanasema hawa hawana nia yoyote ya kufikia makubaliano, sisi tunarudi kwenye vita, mnaanza upya. Sasa katika mazingira kama hayo Rabi, mpango ambao una kinga ya kisheria unaonekana haupigi chapo kama huu ambao umekuja kwa utashi. Tunaelekea kule kwenye yanayotafutwa watu kupata tuzo, kupata sifa zaidi kwenye dunia bila kupata mipango ambayo iko kihalali chini ya Umoja wa Mataifa. Kabla hata hajauleta huu mpango kwenye meza, kwanza alianza kuzungumza kuhusu tuzo, kuwa nimeshasuluhisha vita 7 duniani, lakini tuzo ya amani sipewi ya Nobel. Trump huyo. Baadaye akasema hata haijalishi watanipa au hawanipi, lakini mimi kazi yangu kuona watu duniani wana amani. Ana miaka 3 tu iliyobaki, na hizi credit anazozitaka za nguvu ni kati ya Urusi, Ukraine, Gaza, Palestina, Hamas. Hapa ndio anapoamini kuwa kuna pointi nyingi zaidi za kumpa tuzo ya Nobel. Sio DRC na Rwanda. Kule bado ni mbali kwa sababu watu hawazungumzi sana. Hapa ndio wanapopazungumza. Kwa sababu kule amepamaliza. Ameenda India akasema amemaliza. Anasema alienda Colombia mpaka akachanganya akasema mimi nimemaliza mgogoro kati ya Albania na Armenia. Baadaye kati ya Azerbaijan na Armenia akasema Albania na Armenia ambao kuwa ni nchi, yani mpaka akachanganya kuwa mgogoro gani hajui amemaliza. Kwa hiyo ni katika migogoro ambayo anataja yeye kuwa anastahili kupewa tuzo ya amani ya Nobel. Lakini huu mpango, unajua Trump sio mjuzi wa siasa sana. Hata yeye ukichukua huu mpango, mfano hivi vifungu kiuhalisia viliandaliwa Israeli na walioandaa ni washirika wa Israeli. Unakumbuka tulikaa hapa tukazungumza mwezi mmoja uliopita mkutano uliomkutanisha Blair, ndio ukakutanisha Steve Witkoff, ukamkutanisha Trump mwenyewe, ukamkutanisha Jared Kushner. Tuliujadili hapa. Ule ndio ulikuwa mpango huu ulioletwa, kwa sababu katika watu wanaotajwa kuwa watakuwa ni baadhi ya magavana ambao watakuwa wapo Gaza ni Blair. Tony Blair, yes. Anatajwa kuwa hawa walikuwepo kwenye huo mpango. Kwa hiyo utaona kuwa huu mpango uliandaliwa zaidi na Israeli, sio upande wa pili. Lakini hawa waliuandaa kwa lengo la kuifaidisha Israeli. Wakasahau kabisa wakati mnaifaidisha Israeli mnatakiwa mtembee na kinga ya Netanyahu. Sasa matokeo yake wakawa wanaenda kuipa Israeli, wanaipa Israeli. Wakasahau kuwa kuna Israeli alafu kuna Netanyahu. Sasa matokeo yake kuwa Israeli inapata, Netanyahu anapoteza. Lakini sasa pia inageuka. Netanyahu mwisho anaona kuwa kweli nchi yangu itafaidika na sisi tutafaidika, lakini mimi naenda kuisha. Yani mimi naenda kufika mwisho. Sasa yuko tayari kuipa nchi yake ajitoe kafara kama walivyofanya Hamas, kuwa wameamua kusacrifice mambo yao ili watoe kwa ajili ya nchi yao au kwa ajili ya mustakabali wao. Je, Netanyahu yuko tayari kufuata hilo au ataamua kuwa ni bora nchi ipoteze halafu mimi nipate kikubwa? Hicho ndio kinachosalia kuona.
Rabi, nakushukuru sana kwa uchambuzi wako. Shukrani sana kwa kushiriki mjadala huu. Unajua bado ni mambo mengi, lakini ambacho naweza kuambia mtazamaji anatufuatia katika mjadala huu ni kwamba kwa mujibu wa uchambuzi ambao tumefanya hapa, inaonekana kwamba mitego ni mingi kuliko uhalisia zaidi wa kutatua mgogoro wa Gaza. Tusubiri tuone nini ambacho pengine kitaendelea kujadiliwa na kukubaliwa katika vipengele hivyo 20 ambavyo vimeletwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Mimi ni Raymond Nyamhula. Asante sana kwa kuwa nasi, endelea kutufuatilia katika kipindi cha Chekeche ambapo ni jukwaa la kujadili siasa na diplomasia za kimataifa.